kama wale wengine, hautajifananisha na watu wengine. Maandiko inatuambia ya kwamba kijana mmoja, mtu mmoja aliyekuwa kipofu kutoka kuzaliwa, alikuwa kwa kando ya barabara. Kazi yake ni kuombaomba. Yaani huyu mtu hajatangazwa, hatujaambiwa jina lake, lakini tumeambiwa shida zake. Watu waliweza kumwelezea kwa shida zake. Watu wanaweza wakakuelezea, wakajaribu kuelezea. Pale kanisani kuna mtu ako hivi, watu wakawa wanaulizana unaongelea juu ya nani, wakakuelezea na shida zako. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mtu alikuwa ni kipofu. Kuna udhaifu ulikuwa ndani yake, kuna shida zilikuwa ndani yake, na watu wakatumia hizo shida zake kuweza kuelezea. Watu wanaweza wakatumia shida zako kukuelezea, wakasema ni ule mtu ana nguo moja, kwa fulani ni mahali kuna nyumba ndogo, kwa fulani mahali kuna ile nyumba inaanguka, fulani kwake ni ile plot haijapakwa rangi. Watu wanaweza wakatumia shida zako wakaelezea, lakini nimekuja nikuambie siku ya leo, wewe hauko kama shida zako, wewe haufanani na shida zako. Huyu mtu tunaambiwa ya kwamba alikuwa ana macho, na watu wakatumia hiyo hali kuweza kuelezea. Naongea na mtu siku ya leo, wewe uko vile Mungu amesema utakuwa. Katika Petro wa kwanza kifungu cha 2 na mstari wa 9, Petro wa kwanza 2:9 inatuambia ya kwamba we are a royal priesthood, sisi ni makuhani, taifa teule, taifa takatifu la Bwana. Sisi sio watu wagonjwa, sisi sio watu walioshindwa, sisi sio masikini, sisi ni watu waliobarikiwa. Na kuja niongee na wewe leo, watu wanaweza wakakuelezea na shida zako. Wewe unafiwa kila mwaka, magonjwa yako ndani yako. Wakiingia chemist wanajua ile dawa umekuja kununua, lakini maandiko yanasema sisi ni kabila teule, takatifu la Bwana, ukoo wa makuhani. Sisi sio magonjwa, hatutalaaniwa na moto. Sisi ni watu tuliobarikiwa. Haijalishi mahali umetokea kuna shida gani, haijalishi pale umetoka kuna nini, haijalishi watu wameenda wakafika mwisho, lakini nashukuru Bwana siku ya leo kwa sababu Petro anajaribu kutuangalia sisi ni nani. Anasema sisi ni taifa teule, taifa takatifu ya makuhani, taifa ambayo ni ya makuhani takatifu. Yaani tunatenganishwa na watu wa kawaida, tunatenganishwa na watu wengine. Ile siku ambayo utajitoa katika hesabu ya watu wa kweli, ya mahali umetoka, ndipo utaweza kubarikiwa. Ile siku hata kama umezaliwa watu 5, watu 10, watu wangapi, unaweza ukajitoa katika ile hesabu na ukasema ya kwamba mimi ni taifa takatifu, taifa teule la Bwana, watu waliobarikiwa. Hata kama nimetoka kwa ukoo uliolaaniwa, I don't belong to that clan, na utabarikiwa. Tukisoma katika Samueli wa kwanza 17, Samueli wa kwanza 17, Biblia inaongea juu ya Sauli, Daudi na wana wa Israeli, na waona wameenda vitani. Na walipoenda vitani, Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko inasema kulikuwa na mtu mkubwa alikuwa anaitwa Goliath. Alikuwa ni jitu, alikuwa na nguvu nyingi, alikuwa anatokea anasema, nyinyi majeshi wa Sauli, njooni tupigane. Asemi watu wote, anawataja specific. Anasema majeshi wa Sauli wakuje wapigane. Alipotaja majeshi wa Sauli, waliingiwa na uoga, walikuwa wanaingiwa na uoga. Maandiko yanasema kwa siku 40
alikuwa anatokea, anawataja, anawaitanisha na Sauli, anawaitanisha na baba yao, anawaitanisha na ukoo yao, wanaingiwa na maji ndani ya tumbo. Umewaipika mahali ukakutana na mambo, ukasikia tumbo limeingia maji, hata ukikula uwezi ukashiba. Hawa majeshi wa Sauli walitishiwa na Goliath, lakini kijana mmoja ambaye alikataa kuitwa jeshi la Sauli akatokea, akauliza, wapendwa, kuna nini? Akaambiwa kuna jitu limetokea. Na Goliath alipotokea alipiga ile sauti tena, akasema, majeshi wote wa Sauli, kama kuna mtu anaweza akapigana nami, hakuja tupigane naye. Akafukuru, akawadharau. Lakini Daudi alipokuwa pale, akajitoa katika ile hesabu, hakujiweka katika hesabu ya majeshi ya Sauli. Akasema ya kwamba mimi ni mwanajeshi wa mbinguni, mimi sio mwanajeshi wa Sauli. Waliotishiwa ni watu wa Sauli, watu wa Mungu hawajatishiwa. Jeshi la mbinguni halijatishiwa, na haliwezi likatishiwa, haliwezi likaogopa, haliwezi likatoroka. Naongea na mtu siku ya leo, huenda kuna mambo yanawatishia kwenu nyumbani, kuna mambo inawahangaisha. Wewe sio wa ile ukoo, hautatishiwa pamoja nao. Wewe ni Daudi, ukoo wako hautishiani, ukoo wako hautaushiwa uoga, hautaushiwa uoga. Utashinda hiyo vita, utatoka ukiwa na ushindi. Wakatishiwa, wakaogopa, lakini Daudi kilichofanya akashinda, alijiondoa katika ile hesabu. Maandiko inasema waliitwa majeshi ya Sauli. Wapendwa, sisi sio majeshi wa Sauli. Wapendwa, wewe sio wa ile familia umetoka. Huenda ni familia ya maskini, huenda ni familia ya watu walioshindwa, watu waliolemewa, magonjwa inawahangaisha. Lakini Daudi alipotokea akasema ya kwamba ninakuja kwa jina la Bwana Mungu aliye hai. Sijakuja na risasi, sijakuja kwa jina la Sauli, nijatuma na Sauli. Hiyo ndiyo mfanya akashinda. Naongea na mtu mchana wa leo, wewe jiondoe katika hiyo hesabu. Watu wa kweli wakishindwa hautashindwa, wakilemewa hautalemewa, wakilemewa na presha haitakushika, wakilemewa na kansa, wakilemewa na sukari, hiyo sukari haitakuwa sehemu ya kwako. Haleluya! Mambo ambayo yanahangaisha watu wa nyumbani kwenu haitakuwa sehemu ya kwako. Maana Petro anatuambia sisi ni taifa takatifu, taifa teule la Bwana. Kile kinakula watu wa kwetu, maana mimi ni taifa takatifu la Bwana, hakitaweza kunifikia. Daudi akasema ya kwamba I am coming by the name of the Lord. Ninakuja kwa jina la Bwana, sijakuja kwa jina la Sauli. Hilo ndilo lililomsaidia. Wapendwa, tunakuja kwa jina la Bwana, hatujakuja kwa jina la serikali ya Kenya. Wanaomtegemea Bwana watakuwa kama mlima Sayuni, hautatingishika wala kutetemeka, utakaa milele. Haleluya! Sauli akajiondoa kwa ile hesabu. Jiondoe kwa hesabu ya kwenu nyumbani leo. Jiondoe kwa ile kabila umetoka leo. DNA, damu yako ikipimwa ni ya kabila ambalo haitashindwa. DNA tukienda kupima damu yetu inaitanishwa na Yesu. That is why katika boma ambazo tumetoka tunaenda kufanikiwa, na kuna watu hawataendelea. Hatujasoma lakini tutabarikiwa, hatujasoma lakini tutapata pesa. Sio kwa sababu ya masomo, ni kwa sababu gani? Sisi ni taifa teule, taifa takatifu, jeshi la Mungu aliye hai. Hatutaweza kuongopeshwa. Watu ambao ni kabila la mbinguni wako katika kategori ya majeshi ya mbinguni, hawaongopangi, hawaongopi. Wewe ukijiita Mkenya utateseka. Wewe kama ni Mkenya hautapata kazi.
Wewe kama ni Mkenya hautapata chakula, maana serikali wanasema imeiba pesa. Lakini maandiko yanasema, Daudi anasema ya kwamba nilikuwa niko kijana na sasa ni mzee, sijaona mtoto wa mwenye haki anaomba chakula. Nataka nikwambie siku ya leo, jitoe katika hiyo hesabu ya kwenu nyumbani na useme mimi ni mtu aliyebarikiwa. DNA yangu ni ya kubarikiwa. Haijalishi mmezaliwa watu wangapi, pale kwenu shida zimekolea, shida ziko za aina gani zimekataa, unaweza ukajiondoa katika hiyo hesabu na ukasema hapana, kinachowahangaisha hakitanihangaisha. Goliathi alifanya jambo moja nzuri, aliwaita majeshi wa Sauli. Wapendwa, sisi sio majeshi wa Sauli, sisi ni majeshi ya mbinguni. Watu, maandiko yanatuambia Luka 18:35, mtu mmoja alikuwa ni kipofu, a blind man, ataji jina lake, lakini shida zake zinatajwa. Watu wanaweza wasitanje, wasijue jina lako, lakini wajue shida zako, wakufananishe na shida zako. Nimekuja nikwambie siku ya leo, hautafananishwa na magonjwa, hautafananishwa na maovu, hautafananishwa na umaskini, hautawekelewa mtu wa nguo moja. Watu watasema yule ndugu wa madada ambaye anachanganya watu, leo anavaa nguo hii, kesho anavaa hii, yule dada ndugu haeleweki. Hawatakuelewa, hawatakuelewa. Wakamuitanisha na magonjwa, wakamwekelea shida, walimjua na shida zake. Walikuwa wanaambiana, wewe yule ndugu, ule dada kanisani kwetu, yule wa ile kiatu, yule wa ile nguo. Yaani ukishataja hizo nguo, kila mtu kanisa anamjua. Lakini naongea na mtu siku ya leo, kuanzia kesho tunaingia mwezi wa 12. Kesho ni tarehe 1, na katika kabla mwaka haujaisha, chochote watu wamekutambulisha nacho lazima kitakuondokea. Watakujua kwa jina lako, kuna jina lako halisi. Naongea na mtu siku ya leo, hayo mambaya wanakujua nawe, hiyo sio ya kwako. Wewe unajulikana kwa mambo mazuri. Wataanza kusema yule tajiri, wataanza kusema yule mama mwenye ile gari, yule mzee mwenye ile gari, yule ndugu ambaye amebarikiwa, yule aliye na pesa, yule aliyepona, sio yule mgonjwa. Hayo mambo anakuitanisha nayo, and by the sound of my voice, lazima yatakuachelewa. Hayo mambo ambayo unakuwekelewa hadi mpaka watu waelezee shida zako, kuanzia leo hautaelezewa shida zako, watakutaja moja kwa moja kwa yale mambo Bwana atatenda. Kuna mambo Bwana atakutendea, hayo ndiyo watakufananisha nayo mambo mazuri. Huyu mtu hatujaambiwa anaitwa nani, tunaambiwa tu jambo moja, ya kwamba alikuwa aoni. Na ndio tumeambiwa watu wana madharau sana, wamekujua kwa shida zako. Yule ndugu wa kukoa, yaani watu wakipigiwa simu wanaambiangwa, umepata habari za mama fulani, habari za mtu fulani wa kanisa. Wanasema usiniambie ni mgonjwa tena. Nataka nikwambie siku ya leo, hizo masurprise za mateso na magonjwa hasitakuwa sehemu ya kwako, itakuwa ni sehemu ya celebration. Huyu ndugu njuzi ametuita tukakuwa na celebration, na wewe utaitwa mtu wa celebration, utawaita washerekee. Kuna watu saa hii wakiona simu yako wanaweka tu chini, na akiulizwa sichukue simu, wanasema achana naye, huyu mtu ana shida sana. Lakini haitakuwa hivyo kwako, haitakuwa hivyo kwako. Itakuwa simu yako hata kabla aidie mara 2 watu wameipokea, maana sio ya kukopa tena, ni simu ya kubariki watu. Umekopa wametosha, umekopa umemaliza mwisho,
hawatakataa kuchukua simu yako. Unasema wanipigii simu, hawachukui simu yangu. Kuanzia leo Bwana atageuza hilo jina lako. Ukipiga simu atachukua, hata sio lazima wapigie, watakutafuta wenyewe. Unajua kuna watu hata leo ukipita kule madukani, tunakaa mitaani, ukitokezea tu mwenye duka akikuona anajua ni mtu wa maneni, anaanza kukuandithia, anakuambia na ujui hakuna unga leo, hata hujamueleza siku ya leo na kuombea. Ukitokea pale, kwa sababu amekuzoea, akianza kukuambia maneni, utamwambia mwenye duka, samahani, nimekuja tununue kasoda tukunywe. Maybe uko na kasoda gani hapo? Unakunywanga ngani? Umununulie mpanyie surprise. Na kuambia siku ya leo usiwachukie. Kuna jina wamekujua nayo, kuna vile wamekujua navyo, kuna vile wanajaribu kukuelezea, wanajaribu kuelezea pale kwenu. Yaani tunyumba ni kama tunaanguka, yaani ni kama watu wameama. Kwenu hakutakuwa kama watu wameama, kutakuwa ni kama kwa wadoze. Maana mtajenga, mtabarikiwa, kwa sababu wewe ni kabila la simba wa Juda ambalo haliwezi likashindwa. Naongea na watu ambao watajiondoa katika hesabu. Jiondoe katika hiyo equation, hiyo hesabu ya mnajumulishwa na watu wa pale kwenu nyumbani. Jiondoe katika hiyo hesabu. Ondoa jina lako katika hiyo hesabu. Msosome Isaya 56 mstari wa 5. Isaya 56 mstari wa 5. Isaya 56 mstari wa 5. Na wageni nitawapa hawa nyumbani mwangu, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo njema kuliko kuwa na wana na binti. Nitawapa jina lindumulo milele, lisilokataliwa mbali. Even unto them I will give in my house and in my walls a place and a name. Bwana anasemaje? Anasema atakupatia nafasi, atakupatia nafasi na atakujengea ukuta na atakupatia jina zuri, jina ambalo litandumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya anasema ya kwamba atakupatia jina. Wana hawa nitawapatia jina, nitawapatia nafasi na nitawapatia jina la kudumu milele, jina mpya. Kuanzia leo kile Bwana atatenda ndani yako kitakuwa cha milele. Hautapata leo na kesho unakosa. Hautaitwa leo umebarikiwa na kesho unalaaniwa. Bwana atakupa jina ambalo ni the everlasting, ambalo ni jina la milele, jina la milele. Bwana atanipatia jina la milele. Hilo jina ataliondoa vile watu wananilinganisha, vile watu wanalinganisha kanisa hii wakiona. Bwana atatupatia jina mpya, jina la milele. Bwana atakupatia jina mpya,
jina la milele. Tunapojiandaa tuingie 2026, naongea na mtu ambaye ako tayari kubadilishiwa jina lake. Utapewa jina mpya, jina la milele. Kitu cha Bwana atakacho kutendea ni kitu cha milele, sio kitu cha siku mbili. Hautabarikiwa mwezi wa kwanza, hautainuliwa mwezi moja. Bwana atatenda jambo moja, atakubariki. Baraka zako zitakuwa za milele. Watu ambao watajiondoa katika makabila ya kwao, ni wewe ujiondoe katika hiyo kabila. Mahali umetoka watu watahangaika, hata watu wanaweza wakawa wanakufa moja baada ya mwingine, lakini wewe hautakufa. Kwa sababu gani? Daudi alipofika pale, Goliathi anapotishia Waisraeli, aliwaita majeshi ya Sauli. Daudi akajiondoa, akasema, mimi sijaajiriwa na Daudi na Sauli, mimi komanda wangu ameko mbinguni, ninasikia sauti moja, mkubwa wangu ni mmoja. Daudi akajiondoa, na walipomwambia utakufa, utakufa, utapotea, kijana wacha kimbelembele, kijana wacha kiburi, mamako babako hawakusoma, hawakuendesha gari, hawakutajirika, hawakuenda Mombasa, hawakuenda Nairobi. Daudi hakuangalia hayo, alijiondoa katika hiyo hesabu na akasema, leo watu watajua ya kwamba niko hapa kimwili, lakini damu yangu ni damu ya simba wa Yuda. Na Daudi akashinda. Daudi akaletea Waisraeli ukombozi wa hali ya juu. Shida yako ni kujifananisha na wale wengine. Watu wanasema Mombasa shida ni mbaya, wanasema Kasongo ni mwizi, ni mbaya, hata wao unaimba hiyo wimbo. Wanasema hii Kenya haina pesa, na wao unaungana na wao. Hata kama hauna pesa, wewe sio wa kwao. Jiondoe katika hiyo hesabu. Kuanzia leo, anza kunena maneno mazuri, anza kujinenea maneno mazuri. Hata kama pale umetoka hakuna mahali pa kuanzia, hakuna msingi, haujui utaanzia wapi, hiyo isikuwe shida yako. Shida ni wewe ujiondoe katika hiyo equation. Take yourself away. Jitoe katika hiyo hesabu. Hata kama mko watu wangapi, umetoka katika familia mboma, ukoo wa nani, walikuwa na pesa na ikaisha, hautachekelewa karibu pamoja na wao. Kataa siku ya leo. Watu wasiokoka wakiaibika, hautaibika pamoja na wao. Watu wasiomjua Mungu wakilala njaa, wakipika kwa kona, walie na Kenya, hautalia pamoja na wao. Wakikosa pesa, hautakosa pesa. Jiondoe katika hiyo hesabu. Sema kama Daudi, ninakuja kwa jina la Mungu aliye hai, na utashinda. Jiondoe katika hiyo hesabu. Hiyo hesabu ya watu wa mataifa, hesabu ya watu wa dunia, jiondoe katika hiyo hesabu. Watu walifananisha huyu mtu na ufovu wake. Kuna shida zilikuwa ndani yake. Naongea na wewe siku ya leo. Kuna mambo yamekupeleka mpaka watu wanaelezea wewe ni nani. Watu shika simu yako unafunga na mpira, hauna simu sijui nini, nguo yako ni moja. Wanakuuliza, watu wanakupigia simu, wanakuambia wewe habari yako mzuri, uko pale pale ama uliama. Hiyo roho ya pale pale leo inashindwa, hapo hapo unatoka. Bwana anakupeleka mahali pengine kwa jina la Yesu. Mtu anakupigia tu simu vizuri, anakuambia Bwana asifiwe, amen. Uko pale 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 kwa ile kanyumba ulikuwa, uko pale pale kwa ile ploti. Mwambie samahani, nilitoka hiyo ploti, saa hii kuja kwangu mpaka upige simu, mpaka useme ukija, maana utapotea, maana utashikwa, maana utapotea. Kwa sababu gani? Hiyo roho ya pale pale, bado uko pale pale. Waambie samahani, Bwana amenitoa hapo, hiyo hali mlinijua nayo, Bwana amengeuza. Hiyo
story Bwana ameigeuza. Watu wanakujua kwa shida fulani, mtu akukoa, wakuuma na tumbo. Ukifika tu hospitali wanatafuta kitanda ulazwe. Daktari amekuzoea, anajua wewe ni mgonjwa, anajua wewe watoto wako wanakoanga. Lakini kuanzia leo waambie wasikuzoee. Hiyo maneno amekuzoea nayo, Bwana atakuondolea hiyo mazoea kwa jina la Yesu. Hiyo mazoea haitakuwa sehemu ya kwako. Hiyo mazoea lazima itaondoka. Bwana atakupatia jina mzuri. Bwana atakupatia jina mpya, jina ambalo ni la kudumu. Atakupatia nafasi na atakupatia jina la kudumu. Watu wakipita pale, umetoka nyumbani, wanaelezea kwetu kwa fulani ni mahali ambapo utaona nyumba iko hivi, utaona hivi, utaona kuko hivi. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, watajaribu kuelezea kwenu, lakini hawataweza kuelezea, kwa sababu Bwana atakupatia jina mpya. Bwana atakupatia jina mzuri, tena jina la kudumu. Naongea na mtu siku ya leo ambaye tutaingia katika maombi, tumwambie Bwana, badilisha historia yangu, badilisha vile watu wananijua, vile watu wanajua kwetu nyumbani, watu wanajua kwetu mahali watu hawakusoma, watu hawakutajirika, hakukuwa na magari, hakuna mtu aliyeenda Mombasa, hakuna mtu aliyekuwa na pesa. Kuanzia leo mtaitwa ukoo ya matajiri, ukoo ya watu wa magari, watu waliosoma. Kwa sababu gani? Tunajiondoa kwa kikosi cha watu waovu. Kuanzia leo na kuombea unitoe katika hiyo kikosi cha watu waliolemewa. Unaweza ukawa kuna mipango unapangia, unaeleza marafiki zako, anakupiga moyo. Usisikize story zao. Maandiko yanasema Bartimayo aliposikia Yesu anapita, alipasa sauti, na alipokuwa anapiga kelele, watu wakamwambia nyamaza. Akapaza sauti zaidi, akalia zaidi, kwa sababu kuna kitu alikuwa anataka. Siku ya leo Bwana anaweza akabadilisha historia yako. The Lord can change your history today. Historia yako inaweza ikabadilishwa leo. Naongea na mtu siku ya leo ambaye tutaomba, tutamwambia Bwana, ile watu wanatujua, Bwana badilisha historia ya kwetu, badilisha historia yetu, badilisha jina langu. Watu wananijua kwa sababu ya shida, watu wananijua kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya magonjwa. Badilisha jina langu, jina la kanisa, maeneo yangu. Wanaonipigia simu wakiniambia uko pale pale, Bwana, simu atakaonipigia nitawaambia samahani, ukikuniona lazima mbuka appointment, kwa sababu Bwana ashatenda. Simama na miguu yako, tunaendelea sasa.